Na inakuwa vipi mwanahabari 254, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Siku ya leo naweza sema niko na bahati zaidi angekewa, kwa maana niko katika uwanja wa Nyayo National Stadium. Nataka kusemezana na wahusika wakuu ambao wanafanya uchambuzi wa soka humu nchini. Kumbuko ya kuwa timu ya taifa wasichana ama watoto wa kike chini ya umri wa miaka 17 wanatitiga dhidi ya Cameroon. Kwa hiyo tunataka kujua inakuaje udambi mzima, ama tuseme askofu wa mpira wa miguu inakuaje? Kwema kabisa ndugu, asante. Hali iko shwari. Nimefika njani hapa kupiga support ya timu ya taifa Kenya kwenye makaratasi, kwenye redio, lakini pia kama shabiki. Bana, ni mazingira rafiki, naona kama mashabiki bado wanaendelea kuja. Sasa we issue kama hiyo unaichukuliaje? Ndio wamekuja, lakini sijaona umati mkubwa hapo nje ya Nyayo, lakini pia ndani ya uwanja sijaona umati mkubwa, lakini naamini kwamba manake ni kama lisali moja kabla mechi kuanza, kwa hivyo huenda tukashuhudia mashabiki wengi wakija katika uwanja. Na kwamba unajua mara mingi mnapokuwa na mashabiki wengi uwanjani huwa inawapa wale wachezaji motisha na munkar wa kuweza kucheza vizuri na zaidi ili kuweza kupata ushindi. Kwa hivyo mimi naamini kwamba leo mashabiki ambao wako hapa tayari wataweza kuwatia motisha wengine waje kwa wingi na kuja kusupport timu ya taifa Kenya Junior Stars. Kwa mantiki hiyo bado naomba kwa heshima zako kama unaweza nipa kile ambacho tunajiita utambulisho, ijapokuwa uhitaji utambulisho wewe. Mimi naitwa Jason Sagir, kupenda pia askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, ni the sports archbishop. Mimi ni mwanahabari michezo hasa kwenye anga za redio, lakini pia mtangazaji wa soka, lakini pia vitu vingine mingi ndani na nje ya uwanja. Ilikuwaje ukaanza kukuita askofu wa mchezo wa mpira wa miguu? Sasa ile jina askofu ni maana kwamba wakati mmoja nikiwa shule ya upili, lakini pia nilipoingia chuo kikuu nilikuwa napenda sana mpira na hasa kwenye utangazaji wa soka. Na wakati huo nilikuwa namsikiza sana Peter Kirumba wakati huo. Na wakati huo sauti yangu ilikuwa ni nzito, na Kirumba unajua sauti yake pia ni nzito. Kwa hivyo watu wakaanza kuniita tu askofu hivyo tu bila shaka. Na mimi nikaona mimi mbona vipi, nilipoingia kwenye mwaka wangu wa pili chuo kikuu nikaamua ile jina bado nilichukue tu, nikalichukua, na baada hapo nikaamua kulibadilisha nikawa ni askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Watoto wa kike Harambee Starlets, watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 17 wanatitiga dhidi ya Cameroon siku ya leo, ambapo itakuwa ni kivumbi na jasho, au watoto wa Cameroon si hivi. Ndio, jana nimemsikia wachezaji wawili wa timu ya taifa ya Kenya Junior Stars kuzungumza, Ilavonga na Lorin, na wakasema kwamba wanajua kwamba Cameroon ni watu ambao wachezaji ambao wana miili mikubwa, lakini wanajua kwamba fika kuwa mchezo wa soka si wa mwili, ni mchezo ambao unatumia akili kwa juu. Maana angalia kikosi cha Kenya, wachezaji wake wengi ni wafupi alafu ni wana miili midogo, lakini kwenye akili wanajua fika kwamba huu ni mchezo ambao hauchezwi kimwili, unachezwa kiakili. Kwa hiyo kwamba ndio wako vizuri, wamejiandaa vizuri. Kwa hivyo katika mchezo wa leo naamini kwamba wanajua kwamba changamoto zipo, lakini maana Cameroon hawa walitufunga hapa katika uwanja wa Nyayo dhidi ya under 20, lakini hii under 17 kwamba wakati huu ni wakati bora wa kulipiza kisasi dhidi ya Cameroon ambao walituondoa kwenye under 20 ya FIFA World Cup qualifiers. Ni watoto wa kike ambao pia wanajituma. Unadhani ni pembejeo zipi ambazo huwa zinaweza wekwa na shirikisho la mpira wa miguu humu nchini maarufu kama FKF kuhakikisha kuwa wameimarisha zaidi mchezo wa mpira wa miguu kwa watoto wa kike? Kitu cha kwanza ni kuweza kuipa support timu za taifa, haswa wale wachanga. Maana kwa ukiangalia kwenye falsafa za kunawiri na kufaulu pakubwa kwa historia ya soka Kenya, timu ya Kenya ya leo ndio ambayo imekwenda kwenye World Cup. Na tunje kuona timu ya Kenya kwenda kwenye World Cup. Kwa hivyo hii imekuwa ni ya kwanza. Kwa hivyo nafikiri kuna umuhimu mkubwa hata Afrika Mashariki. Angalia taifa la Uganda lilifuzu kwa wanaume kuelekea World Cup ya wanaume under 17 pia. Tanzania wasichana pia waliwahi kufuzu 2021. Kwa hivyo na kwamba Afrika Mashariki si Kenya pekee, kuna wiri pakubwa katika timu changa. Kwa hivyo na kwamba nafasi ambayo wanafaa chukue shirikisho la soka Kenya, lakini pia mashirikisho mengine ya Afrika Mashariki wanakwenda kuandaa CHAN, lakini pia AFCON 27 kuweza kuwekeza pakubwa kwenye timu hizi changa. Maana kwamba timu changa ndizo ambazo zinabeba neema na kudura za timu zetu za taifa. Tukimalizia zile harakati za kunja jamvi, ningependa kujua ubashiri wako siku ya leo, mchezo huu unauchukuliaje? Itakuwaje? Inaweza kuwa ni draw ya 0-0 ama 1-1 ama 3-3 ama Harambee Stars wanaweza pata ushindi? Mimi kama askofu mkuu leo asubuhi nimeamka nikapiga dua nikaomba na katika maombi yangu ama nilipokuwa nimepiga magoti nikiomba nyumbani kwangu, Roho akanenea akanambia Junior Stars under 17 leo Kenya dhidi ya Cameroon waje ni Nyayo, mechi inaishia 2-0 kwa faida ya Kenya mwenyeji. Yes, so you know what guys, we are live at the Nyayo National Stadium and my name is Mora Times. Leo niko kwenye habari 254 na you know we have very amazing energetic
vipi na jina yako? Majina naitwa Bernard Chumba. Leo nahisi tunajuanga Cameroon mabao 3. Tukienda huko kwao tunacheza draw ya 0-0 na ndio tumefuzu. Venye amesema tunawapiga mabao 3 na tukienda huko kwao tunafanya nini? Tunawapiga mabao, huko kwao tunatoka draw. Huko kwao tunatoka draw. Niko hapa na mwenzake. Waitwa vipi? Are you feeling about today? Mimi ni Bernard. Napenda sana timu ya Harambee Stars. Huyu anasema anapenda sana anapenda sana timu ya Harambee Stars na Starlets. Nani mwingine hapa angependa kuzungumza? Tuambie. Waitwa vipi? Mimi naitwa Eliud Zuma mwenyewe. Yes. Haya basi, these guys are very happy. They are very energetic, as you can hear in the background, and we are ready to take down Cameroon.